Karibuni sana KingoFarm. Sasa bwana, unaweza ukawa labda unapeleka mayai wakatutoleshe, au kuku wako wanalalia mayai, lakini mwisho wa siku wanakuwa wanatutoa kwa kiasi kidogo sana. Unakuwa unapata vifaranga kidogo. Mfano, labda umeweka mayai 15. Kuku amelalia mayai 15, lakini mwisho wa siku anakuja kutoka na vifaranga labda 3 au 4. Sasa hili ni tatizo, na hili tatizo mara nyingi sana huwa linatokana na jogoo kukosa ule uwezo wa kuwapanda hawa tetea. Unaweza kuona kabisa jogoo anawapanda tetea vizuri kabisa, lakini shida ni moja, yai halirutubishwi vizuri. Au kuna baadhi ya jogoo unaweza kuwaona ni wazembe, yani anakuwa hawapandi kabisa tetea. Sasa hii pia na yenyewe ni shida. Kwenye hii video leo hii, ukinisikiliza mpaka mwisho, ninakwenda kukupatia tiba ambayo itakusaidia wewe ili jogoo waweze kuwapanda tetea, lakini pia nitakwambia na faida nyingine ya ziada ambayo utaenda kuipata endapo utatumia huu mchanganyo kwa kuku wako, ukiachana na hili tatizo la uwezo wa jogoo kupanda na kurutubisha yai kwa tetea. Na unaweza ukatumia kwa kuku wa aina yoyote ambao mayai yake unataka yakarutubishwe. Na hivi vitu ni unapaswa kuwa na majani ya mpapai. Kama hapo unaona sisi tumetwanga mpapai ambao unachipukia majani 3 ya mpapai, lakini pia tangawizi. Utapaswa kuwa na tangawizi size kama hiyo ambayo unaiona hapo, tangawizi 2. Lakini pia unapaswa kuwa na karoti. Utachukua karoti 2, pia na vijiko 2 vya asali mbichi. Vijiko 2 vya asali mbichi. Hapa utakuwa umepata mchanganyo. Hivi majani ya mpapai, tangawizi pamoja na karoti utavibrendi au utavitwanga. Kama unacho kinu, utatumia kinu kuvitwanga vizuri kabisa. Kisha utakuja kuchanganyia kwenye maji kati ya lita 8 mpaka lita 10. Kama tatizo ni kubwa, utachanganyia kwenye maji ya lita 8. Na kama na huu mchanganyo ninakushauri kama we ni mtu wa kutotolesha mayai, labda unachotara unatotolesha mayai yake, au una kuku wa kienyeji unahitaji kupata mayai mengi zaidi, jitahidi walau kwa wiki utumie mara 1 au mara 2. Utumie huu mchanganyo kwenye maji. Hiyo itaongeza kiwango cha ubora wa yai. Kama yai lako linakuwaga halina kiini cha njano, hata kama unafuga layers kuku wa mayai, unahitaji kiini chako kiwe cha njano zaidi. Hapa utaongeza kitu kimoja tu, utakuja kuongeza majani ya mboga maboga. Mboga maboga nadhani mnaijua. Ukiongeza kwenye huu mchanganyo mboga ya maboga, utapata pia faida kubwa sana. Faida ambayo utaipata ni kwamba kuku wako kwanza itaboost, kuku wako watakuwa wanataga sana, lakini kiini kile kitakuwa cha njano, yani kiasi kwamba kama una kuku wa kienyeji, yani mayai yale yatakuwa yanatoka kama vile mayai ya kuku wa kienyeji. Lakini pia kama una kuku ambao wanakula mayai, mnajua kuna kuku wale ambao akitaga anageuka anakula lile yai lile, analidonoa anakula hilo yai. Endapo utawapa huu mchanganyo, basi hii tabia itakoma. Utakuta itafikia kipindi hawali mayai. Huu mchanganyo ambao ninauzungumzia hapa ni huu ambao unakuwa umechanganya na mboga maboga. Pia huu mchanganyo unasaidia sana kuboost wingi wa mayai. Kama kuku wako wa kienyeji, mfano kuku wa kienyeji wengi sana wao wanataga kati ya mayai 12 mpaka 18. Amejitahidi sana kuku anataga mayai 18, lakini ukiwapa huu mchanganyo watakuwa wanataga kati ya mayai 15 mpaka mayai 20 ukiwapa huu mchanganyo. Lakini kuna vitu vingine kama vile endapo jogoo watatumia huu mchanganyo huu ambao nimekuelekeza mwanzo, huo majani ya mpapai, karoti, tangawizi na asali, anakuwa na uwezo mkubwa wa kupanda tetea wengi. Mfano tunasema kwamba wastani wa jogoo mmoja inatakiwa apande tetea
tetea watano kwa siku hadi 7, lakini hapa utapanda hadi tetea 10, 10, 11, 12 atakuwa na uwezo wa kupanda hao tetea kwa siku. Na hasa ukizidisha sana asali, asali pale nimesema vijiko viwili, lakini wewe ukaweka vijiko 4 kwenye mchanganyo wako, basi itawasaidia sana jogoo wako, watakuwa wanapanda tetea wengi. Kwa maana kwamba mfano mtu ambaye anafuga kuku 70 anashauriwa awe na jogoo 10, tetea 70, jogoo 10, ili kuleta msawazo mzuri wa upandwaji pale. Kwa hiyo unaweza ukapunguza wale jogoo 10 kutokana na kwamba unawapa huu mchanganyo, ukaweka jogoo 7, watatu wakapungua na wale 7 wakaifanya hiyo kazi vizuri kabisa. Hizo ndo faida za huu mchanganyo wetu ambao nimekuelekeza hapo, lakini hapa unaweza ukawa unaona tuna hivi vitabu. Hivi vitabu ni muhimu sana kwa wewe mfugaji, kama bado huna, vitakusaidia sana. Kwanza vitakusaidia kupunguza bajeti. Kuna vitabu humo kama hicho cha ufugaji wa broiler, kitabu cha safari ya ufugaji, kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa tiba za asili. Vyote hivyo vina kanuni za namna ambavyo unaweza ukachanganya chakula kwa ajili ya kuku wako. Mfano kitabu hicho cha mwongozo wa ufugaji kwa tiba za asili, kuna kanuni humo ambayo inakuza jogoo. Kama unataka jogoo wako ndani ya muda mfupi wapeleke sokoni, au kuku wako labda wamepungua, walikuwa wanataga, sasa unataka ndani ya muda mfupi ukawauze ndani ya wiki 2, unachanganyia huu mchanganyo, unawapa huu mchanganyo, unaenda kuwaongezea uzito kwa spidi sana. Upo humo. Kama kuku hawatagi vizuri, kuna michanganyo ipo humo, lakini pia kuna tiba za asili. Hivi vitabu gharama yake ni 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp, lakini pia unaweza ukajiunga na kundi letu la mafunzo la WhatsApp. Ada yake ni shilingi 8,000. Hii ada ukilipia utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi 2. Tutafute, namba yetu ya simu ni hiyo ambayo inaishia 39. Hapo tunapatikana muda wote. Pia unaweza kututumia message WhatsApp tukakujibu kupata utaratibu.